Kwa hiyo pambano kuu lilianza mbinguni na lilikuwa msingi wake ni ibada, nani abudiwe. Kwa shetani aliinuka kinyume na Mungu wa mbinguni akitaka abudiwe, na ameziendeleza hizo kwa kipindi chote cha historia, na ataisimamisha tena hiyo. Anataka kuabudiwa na kwa nguvu yake katika pambano linalokaribia. Tuko kwenye pambano ndio, lakini kutakuwa na pambano kali zaidi kipindi cha mwisho ambalo ndio tunajifunza wiki hii. Zama ijayo kwamba haya mataifa mbalimbali katika ulimwengu kwamba au serikali mbalimbali katika ulimwengu kwamba zitaungana na kanisa, naona kuwa na ajenda moja ya kutimiza hiki kinachoongelewa huku zama ijayo, ambayo lengo hasa inahusu zahama, kuhusu nani wa kuabudiwa. Kama maandiko yanavyosema kwamba anayestahili kuabudiwa ni Muumbaji aliyeumba mbingu na nchi. Lakini unaona hii taasisi inaungana na serikali ili kushinikiza watu waabudu siku ambayo sio ambayo Mungu amefanya nini, ameamuru kwamba wanaopaswa kumwabudu wamwabudu katika siku takatifu, siku ya ibada ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo unaona taasisi hii pia inakuja na mfumo bandia ambao utakuja na zama zinazoongelewa hapa. Kuna moja mateso, kwamba kutakuwa na mateso ambayo yatawagharimu watu hadi wengine hata kufa, wengine kufungwa magerezani. Kwa hizi zote ni zahama. Zama nyingine ni kuhusu masuala ya kiuchumi, kwamba watu watashinikizwa kutokana na changamoto zitakazokuwepo za kiuchumi. Watakuwa katika msuko mkubwa sana ambao utawawezesha kuishi aidha kuamua kukubaliana na matakwa ya hii taasisi pamoja na muungano wake wa haya mataifa. Ukiona kwa mfano kama ile Ufunuo sura ya 13, kuna lile fungu la 15 na 17 pale. Nitasoma kwa haraka. Anasema, akapewa kutia pumzi kati ya ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Fungu la 17 anasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake. Kwa hiyo utaona yani shetani mwenyewe ndo anashinikiza, unaona yani hizi taasisi nyingine zinachochewa na chanzo cha hii vita, maana yake shetani mwenyewe. Kwa hiyo chanzo ni shetani, anachochea hizi taasisi pamoja na haya mataifa, yanakuwa na lengo moja, kutaka kumfanya huyu mnyama, yani kumsujudia ili aweze kusujudiwa. Na wanachofanya hapa, wanafanya ile sanamu ya mnyama, yani maana yake sanamu, yani mfumo wa ibada bandia. Mfumo ule wa ibada bandia uweze kufanya nini? Kutekelezeka. Unaona, ili utekelezeke maana yake kuna hizi serikali zinaungana na hii taasisi ya dini kushinikiza watu. Unaona, na mojawapo ya shinikizo ndio hilo kwamba hawataweza kununua wala kuuza mpaka wawe na nini, na hiyo chapa ya mnyama ambayo ndo 666. Asante sana. Sasa mpendwa mtazamaji, tutarejea tena kwenye dhahama yenyewe. Labda tuende kwanza, nani anayesababisha dhahama inayokuja ambayo tena itamsaidia vizuri. Kwa hiyo katika lesoni yetu tumejifunza wanyama wawili. Mnyama wa kwanza anatokea katika bahari ambaye ni wa kutisha, ambaye ukiangalia sura zake na tabia zake unakuta anafanana kama chui, alafu kwa miguu kama dubu, alafu kuna nini kama simba, ambayo hii ukiangalia ni tabia za Danieli 7. Danieli 7 aliona wanyama wanne wenye nani hizo. Kwa hiyo ni nguvu ya ufalme ambayo ina tabia za wafalme waliotoka. Katika historia kuna taifa la Babeli lilitawala, kuna taifa la Wamedi na Wajemi walitawala. Katika historia mtazamaji, hizo zote utaziona. Kuna taifa la Wayunani, alafu akafuata watu gani? Rumi. Sasa hawa ilikuwa ni tawala kubwa katika dunia.
Sasa mnyama huyu anayeongelewa hapa ana nguvu hizo, ana tabia hizo, tabia za utawala wa hao waliopita. Kwa hiyo anafanya yale yale. Unajua Rumi katika historia ilikuja kuwatesa watakatifu wa Mungu. Sasa kwa sababu huyu pia ana tabia hiyo, atakuja kuwatesa watu wa Mungu. Lakini mnyama huyu ambaye ni nani? Ni Rumi bado, ambaye ameungana na nguvu ya udini ambayo pia tutaifafanua hapa. Anapata sapoti ya mnyama wa pili. Mnyama wa pili ameongelewa hapa, ni mpole, anatoka nchi kavu. Sasa katika unabii, maji mengi ni watu wengi. Huyu mnyama wa kwanza anatoka katika maeneo ambako kuna watu wengi, Ulaya. Alafu Marekani hakukuwa na watu, ndio mnyama wa pili anatoka kule na mnyama wa pili huyu mwenye pembe mbili anafananishwa na taifa la Marekani. Kwa hiyo Marekani watahusika katika kuileta dhahama inayokuja. Leo hii tuna pambano kati yetu, individual, mtu binafsi unapambana dhidi ya kushinda dhambi, lakini pambano tunaloongelea itakuwa la mwisho lenye dhahama inayoambatana na mateso. Ukikataa moja, chagua kutii ama kutotii. Usipotii unateswa. Kwa hiyo itaanza na shinikizo kama alimegusia Magesa hapa, vikwazo vya kiuchumi, kwamba bwana hamna kuuza wala kununua mpaka umekubaliana na hiki. Sasa hivi mwelekeo wetu dunia ni huu na huu, na maandalizi haya yameanza taratibu. Mpendo mtazamaji, yatafika tu mahali fulani yatawekwa vizuri, kila mtu atakuwa amejituni. Siku ya shopping ni Jumamosi, ambao ndio siku ya 7 ya Biblia. Siku ya kupumzika, siku ya kwanza ya juma, ambayo ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo unakuta mambo yameandaliwa, yakishafika pale itakuwa tu ni kuswitch. Zahama itakuja, usipochagua mateso, na ndio dhahama hii ambayo tunaiongelea.